Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Taasisi zapewa miezi mitatu kujisajili Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Dawa za kulevya zadhibitiwa, waongezeka waraibu wa pombe. Na katika habari za kimataifa, Iran yamtaka Trump aangazie matatizo ya nchi yake kuliko Iran. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie jijini Arusha ambapo waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amezipa miezi mitatu taasisi zote ambazo bado hazijasajiliwa kwa hiari katika Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC kutekeleza matakwa ya kisheria kabla ya serikali kuanza kuchukua hatua za kisheria. Mwanahabari wetu Hazla Omari ametuandalia taarifa zaidi. Waziri Kairuki ametoa agizo hilo wakati akifunga mafunzo kwa maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi katika taasisi mbalimbali za umma na binafsi, akisisitiza kuwa mafunzo hayo yanapaswa kutumika kuleta mabadiliko chanya katika kupunguza uhalifu wa taarifa binafsi za wananchi. Tangu Mheshimiwa Rais ameelekeza ni zaidi ya mwaka mmoja. Kwa nipende kusema kwamba tunatoa kwa mara ya mwisho nyongeza ya miezi mitatu kuanzia leo. Itakapofika tarehe 8 Aprili 2026 tutaanza kuchukua hatua dhidi ya taasisi ambazo zitakuwa hazijafanya usajili wao wa hiari kama wakusanyaji, wachakataji wa taarifa binafsi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Dr. Emmanuel Mkilia amesema mafunzo hayo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuhakikisha usalama wa taarifa binafsi katika taasisi zote. Ni kuhakikisha kuwa ukusanyaji, uchakataji, uhifadhi na matumizi ya taarifa binafsi yanafanyika kwa kuzingatia kikamilifu matakwa ya sheria, kanuni na viwango vya kitaaluma vinavyolinda haki ya faragha na wananchi kwa mujibu wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Mafunzo haya ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kujenga uchumi wa kidigitali unaoaminika, salama na unaozingatia misingi ya haki ya utawala wa sheria. Tunategemea kwamba mmeelimika na mmepata chochote kile ambacho ni kwa faida ya tume. Tunafahamu kabisa wengi ambao mko hapa mko kwenye sekta za utalii na utalii ni kitu ambacho ni muhimu sana. Inachangia asilimia kubwa sana kwenye mfuko wa taifa. Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema wataenda kutumia mafunzo hayo kulinda faragha za wateja wao kwa kulinda taarifa binafsi. Nimepata nafasi ya kuhudhuria mafunzo haya ambayo zaidi yamejikita kwenye kueleza na kuonyesha umuhimu wa kulinda faragha za watu, na zaidi ya yote ni yametupa uelewa wa jinsi gani sheria ya kulinda faragha za watu zinavyotumika hapa nchini. Ni kushukuru sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Wakati dunia ikiwa inakabiliwa na changamoto ya kuibuka kwa dawa mpya za kulevya ambazo ni zaidi ya 1400 zisizotambulika na sheria za kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania, kumekuwa na mafanikio ya kudhibiti dawa za kulevya, hususan heroin ambayo imetajwa kuadimika. Mwanahabari wetu Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kikao baina ya mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania DCEA na vyombo vya habari juu ya tathmini ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya, Kamishna Jenerali wa DCEA Rita Silimu amesema baada ya kudhibiti na kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya, changamoto iliyosalia kwa nchi ya Tanzania ni ongezeko la waraibu wa pombe badala ya dawa za kulevya katika soba house zaidi ya 78 zilizopo nchini Tanzania. Siku hizi huwezi kuona zungu la unga mahali popote. Ukiingia mitaani, Kinondoni, Mwananyamala, Mwenge, stendi kule, Yombo, sijui Temeke, wapi maeneo mengi, Ubungo, wapi Magomeni kule,
ulikuwa unakuta vijiwe vingi vya uuzaji wa unga, lakini siku hizi huwezi kupata watu kama hao. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika na tumejikuta kwamba tumepunguza dawa za kulevya nchini kwa asilimia kubwa sana. Sasa hivi ukiingia mtaani kutafuta kokeni huwezi kuipata kirahisi. Ukiingia mtaani sasa hivi kupata heroin ambayo ndio dawa ilikuwa maarufu sana, ilikuwa inatumiwa na vijana wengi, na kwa sababu kile ni kipumbaza kilikuwa kinafanya mateja wanakuwa ni wengi, unakuta wananing'inia barabarani na maeneo mengine, watu kwenye stendi ndio walikuwa wamejaa mateja, watu walikuwa naibiwa, wanaporwa, wanapigwa bisibisi. Lakini sasa hivi vitu kama hivyo huwezi kuviona. Ni kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali kuhakikisha kwamba tunamaliza tatizo la dawa za kulevya nchini, na wale mazungu ya unga ambao walikuwepo mitaani walikuwa wanaimbwa lakini hawakamatwi, sasa wote wako magerezani, na ndio maana umeona hali ilivyo sasa hivi. Kwa upande wake, Ziliwa Machibia, kamishna msaidizi sayansi na haki jinai, pamoja na Mzele Mfinanga ambaye ni kamishna msaidizi uratibu wa mashtaka kutoka DCEA, wamesema kwa sasa kumekuwa na jumla ya dawa za kulevya 1400 ambazo hazipo katika sheria ya kupambana na dawa za kulevya hapa ulimwenguni, huku akibainisha kuwa hadi sasa DCEA imefanikiwa kupeleka mashtaka zaidi ya 1200 katika mahakama mbalimbali, huku kati ya mashtaka hayo zaidi ya 900 DCEA imeweza kushinda. Kulevya kwa sasa ambazo zipo duniani ni 1400 plus. 1400. Hizi dawa haziko kwenye sheria. Maana yake ni kwamba zinatengenezwa kukwepa sheria. Biashara iendelee katika nchi duniani, huku watuhumiwa hawawezi kukamatwa kwa sababu sheria haizikavi, yani haziko kwenye sheria. Maana yake ni kwamba wataalamu wengi wa kemia, mimi ni mkemia, ngoja declare interest, mimi ni mkemia. Wataalamu wengi sasa hivi wanajaribu kutengeneza dawa ambazo haziko kwenye sheria, wanazipa majina mbalimbali mengi ili tu biashara iendelee, kwa sababu wanaona wananufaika na swala kama hilo. Kulikuwa kuna zaidi ya mashauri 1200 na mahakamani, ambayo katika hayo tumeshinda zaidi ya 77%. Mashtaka kama mashauri kama 990 na tumeshinda. Hizo ni habari kubwa sana, ni habari ambazo ni za kuifikishia jamii kwamba hili swala la dawa za kulevya halilipi, kwa sababu kuna watu kesi zaidi ya 900 zikiongeza zaidi ya watu 1000 na tayari washatiwa hatiani, tayari washataifishiwa mali zao. Kwa hiyo ni habari ambazo kama lengo la sheria lilivyowekwa ni kutoa funzo, kutoa onyo, pia ni kusimika utawala wa sheria kwamba kitu kikisema kwamba hakifai, hakitakiwi kufanywa, basi wanahabari ndio wanakibeba sasa. Jamani wananchi, kuna swala hili halipo kisheria, kuna swala hili linaumiza, kuna swala hili halifai katika jamii. Nani atasema? Nyinyi wanahabari. Naye Upendo Chenya ambaye ni kaimu kamishna msaidizi ukaguzi na sayansi, pamoja na Moza Makumbuli, wamesema hatua nyingine ambayo mamlaka hiyo imeweza kuchukua katika kukabiliana na matumizi ya dawa tiba kama mbadala wa dawa za kulevya ni kutoa elimu kwa wafamasia na madaktari kote nchini, huku pia akieleza wamepanga kuendelea kuja na miongozo mbalimbali sanjari na matumizi ya teknolojia katika kuwezesha kupambana na dawa za kulevya nchini. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani WHO, takwimu zinaonesha zaidi ya vifo milioni 17 duniani hutokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo maradhi ya moyo ambayo ni sawa na 32%. Mwanahabari wetu Hazla Omari anayo taarifa zaidi. Dr. Florence ameyasema hayo jijini Arusha wakati akifunga kambi ya kupima afya bure iliyoendeshwa na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete katika hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center. Takwimu za Shirika la Afya Duniani WHO zinaonyesha kuwa vifo milioni 17.5 ambavyo ni sawa na 32% ya vifo vyote duniani husababishwa na magonjwa ya moyo. Aidha, takwimu za hapa nchini pia zinaonyesha mkoa wetu wa Arusha kuna wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya kiafya ikiwemo magonjwa yasiyoambukiza ikihusishwa magonjwa ya moyo. Magonjwa haya yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya moyo, shinikizo la damu,
kisukari na saratani ni mojawapo ya changamoto kubwa za afya duniani. Takwimu mbalimbali zinaonyesha kuwa magonjwa haya yanachangia kwa kiasi kikubwa vifo na mzigo wa kiafya katika jamii nyingi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa JKCI Dr. Peter Kisenge ameeleza nia ya kuendelea kuboresha huduma za afya katika hospitali hiyo, kwani tangu kuanza kwa kambi hiyo zaidi ya watu 3,000 wamepima afya zao na kuanzishiwa matibabu. Taasisi hii imeshaanza, tumeanza kufanya maboresho makubwa ya ICU, emergency, na tunategemea katika hospitali hii itakuwa na vifaa ambavyo vitasimikwa vyenye akili munde, artificial intelligence. Tayari kule maodini tutakuwa tumeweka monitors za kuangalia wagonjwa, lakini mgonjwa atakayelazwa hapa kwenye taasisi hii na akaruhusiwa kienda nyumbani na tukataka kuendelea kumwangalia, tutamwekea shuka maalum pale nyumbani kwake na tutakuwa tunaona mapigo yake ya moyo, oksijeni yake, jinsi anavyopumua, na akipata shida tunafuata. Naye askofu wa kanisa la KKKT Diocese ya Kaskazini Kati, Dr. Godson Abel, ameeleza furaha alionayo kwa serikali kukubali kushirikiana na diocese hiyo katika kuendesha hospitali ambapo huduma za afya zinaenda kuboreshwa maradufu. Ushirikiano huu ndio Mungu anaotaka. Hii ipo ni theology kabisa. Sababu katika theology ya Kilutheri kanisa ni mkono wa Mungu wa kuume, lakini serikali ni mkono wa Mungu wa kushoto. Sasa kumhudumia mwanadamu ni lazima mikono miwili ishirikiane. Akiongea kwa niaba ya wagonjwa waliopata matibabu katika kambi hiyo, Tatu Moka ameshukuru taasisi hiyo kwa kuweka kambi na kusogeza matibabu karibu na wananchi. Kwa haya matibabu yaliyokuja, si wengine kweli naumwa na moyo unanisumbua, nashindwa kufanya kazi zangu vizuri kwa sababu ya moyo, lakini sasa ametuletea matibabu hapa karibu. Nashukuru, mashallah. Ni kushukuru sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Singida ambapo Watanzania zaidi ya milioni 3 wamepatiwa huduma za msaada wa kisheria katika mkakati wa serikali kuwahudumia wananchi wake na kupata haki zao za msingi. Mwanahabari wetu Amini Nyaungo anatuarifu kuhusiana na taarifa hii. Ni uzinduzi wa kliniki ya huduma za msaada wa kisheria kwa mkoa wa Singida ambao umefanyika leo Januari 8, 2026, ambapo waziri wa katiba na sheria anatuambia wangapi wamenufaika na huduma hiyo. Niwahakikisheni kwamba ninapenda kuwataarifu kuwa utekelezaji wa kampeni ya msaada wa sheria imekuwa na mafanikio makubwa, hivyo ni muhimu kuwa na maendelezo wa utoaji wa huduma hii, na sisi tutaendelea kutoa huduma hizi kisheria, ambapo jumla ya wananchi milioni 3 tangu tuanze, milioni 3,734,157 wakiwemo wanaume milioni 1,807,440 na wanawake milioni 1,926,717 walipatiwa elimu ya masuala ya sheria, haki za binadamu na utawala bora, kuhakikisha kwamba wanapata haki zao za msingi, na haya ndio maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wa wananchi nao walikuwepo, wanasemaje juu ya kufikiwa na huduma hizi? Msaada huu wa kisheria kwenye maeneo yetu, kwa kuwa ni kweli jamii yetu ya Wanasingida kumekuwa na changamoto nyingi, hususan kwa wanawake, changamoto za wanandoa, changamoto za ndoa kwa maana ya wanawake kutelekezewa watoto. Jukumu la malezi na matunzo ya watoto mara nyingi limekuwa kwa wanawake. Kwa hali hiyo, kwa uwepo wa kliniki hii itawezesha kuweza kubadili mwenendo wa wanaume wasiokuwa na wanaotelekeza familia zao. Na shida yangu kubwa iliyonileta hapa ni migogoro ya ardhi. Tunaenda manispaa, tumepimiwa maeneo yetu, lakini hatujapata haki za aina yote. Viwanja vyangu vilikuwa vingi, lakini nikapata kiwanja kimoja tu. Kliniki hii imejikita zaidi katika utatuzi wa migogoro mbalimbali ya ndoa, ardhi, mirathi, ukatili wa kijinsia na mambo mengine.
Serikali wilayani Ilala inaandaa mpango maalum wa kushughulikia changamoto ya ukamataji holela wa pikipiki kwenye eneo la Tazara, kwani ukamataji unaofanyika kwa sasa kwenye eneo hilo umekuwa hauzingatii taratibu na sheria, jambo ambalo limeweza kusababisha mvutano kati ya serikali na vijana wa pikipiki, wakati zoezi la kamata hilo halitambuliwi na serikali. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mahafali ya mafunzo ya udereva wa bodaboda na bajaji kwa vijana wa jimbo la Ukonga yaliyodhaminiwa na mbunge wa jimbo hilo Bakari Shingo, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema ukamataji wa pikipiki unaofanyika katika eneo la Tazara ni wa kiholela na hautambuliki, hivyo anakwenda kushirikiana na mkuu wa wilaya ya Temeke na jeshi la polisi kumaliza changamoto hiyo. Kumekuwa na kamata ya pikipiki au bodaboda pale eneo la Tazara, na unapokwenda kuuliza nani anayekamata, humuoni anayekamata pikipiki eneo lile. Hivyo nimechukua ile changamoto, nimeongea kwamba nitaongea na mkuu wa wilaya wa Temeke na mimi pamoja na marafisi wetu kuhakikisha changamoto ile ikome. Unajua unakuwa una kero ndogo ambazo zinawaumiza watu kwa kiwango kikubwa. Wewe zingatia, kama wewe unaendesha bodaboda, umefika pale Tazara, unatoka Gongo la Mboto, unaenda kumpelekea mama yako hospitali ya Amana chakula, alafu unafika pale unakamatwa, mama yako hali dawa ile ambayo hela uliokuwa unapeleka hapati, alafu pikipiki yako imekaa pale kituoni hakupeleki sababu hakuelezi, anakukalisha hapo masaa mengi. Unaweza ukafikiri wamegeuza kama ni showroom. Pale Tazara hakuna showroom. Akizungumzia mafunzo hayo ya udereva wa bodaboda na bajaji yaliyofanyika kwenye jimbo la Ukonga, Mpogolo amempongeza mbunge wa jimbo hilo na kusema yatakuwa ni chachu ya kuongeza nidhamu ya matumizi ya sheria za barabarani na hatimaye kupunguza ajali ambazo zimekuwa zikigharimu maisha ya vijana. Mimi nakifananisha kitendo hiki kama ni kitendo cha huruma cha kwenda kuwasaidia vijana kupata masomo ya namna ya kuendesha bajaji, kuendesha bodaboda na kuendesha gari. Mmejionea wenyewe, kati ya vijana wote waliopata mafunzo leo, wengi ni mabinti, wengi ni wanawake. Maana yake ni namna gani tunakwenda kuwasaidia wanawake, lakini namna gani tunakwenda kuwasaidia vijana wenzetu katika eneo hili la kujiajiri. Unapokuwa na leseni, maana yake umetafutiwa eneo mojawapo la kujiajiri. Unapomaliza shule hauna leseni, hata mtu akikwambia chukua gari yangu hii hapa nifanyie kazi hii, huna. Hivyo nimpongeze sana kwa maana ameenda kuwapa hatua mojawapo ya mbele ya namna gani wanaweza wakapata ajira. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Ukonga Bakari Shingo amesema lengo la kuendesha mafunzo hayo ni kuwawezesha vijana kuweza kutimiza malengo yao, jambo ambalo pia litasaidia kupunguza uhalifu na vitendo vya uvunjifu wa amani. Watu wa Swahilini huku chini tunajuana changamoto zetu tunajuana kula mara moja ukapiga pasi ndefu, si ndio? Tunajuana kukaa vijiweni, hatuna kazi. Hayo yote tunayajua. Kwa nikaona jibu sahihi hapa. Mimi nimenufaika na ufundi. Kwa jibu sahihi hapa ni kuwatengenezea ama kuwapa uwezo hawa ambao tunao mitaani ambao ni sehemu ya mimi. Hilo ndio lilisababisha, kwa sababu ninajua sasa ni wapi tunakwama. Tushirikiane, tutatue changamoto zetu, na nakuhakikishieni moja ya mambo ambayo yanahitaga changamoto za usalama kwenye jamii yetu ni njaa. Watu wanapigwa na njaa, wanakuwa na shida namna kuishi. Hakuna anaamua kwa mhalifu, anaamua kuvizia kwenye kona kwa sababu anatakiwa ale avae aoge. Unafanyaje? Mtu anaamua kujiongeza, kijana mkuta na nguvu lakini hana 100. Unapita umejipendekeza na simu na saa yako, lazima akombe. Kwa mimi kwa sababu nakwambia natoka huku Uswazi, huku kwetu tunakoishi. Kwa kuwa nazijua ndio maana tunasema kwamba na nitawatembelea matajiri wenye uchumi wa chini, wa katikati na wa juu. Nitaonana na serikali kwa kuifuata kwa karibu. Mimi siwezi kumaliza changamoto. Na baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo ya udereva wa bodaboda na bajaji wameshukuru kupata mafunzo hayo na kuahidi kufanya kazi zao kwa kuzingatia sheria na kwamba wataendelea kushirikiana na serikali ili kuwa na jamii bora inayozingatia sheria. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mbunge wetu ambaye ametupa fursa hii ya kujifunza bajaji. Kwa kweli kwenye ndoto yangu nilikuwa sina hata wazo la kujifunza bajaji, lakini kupitia mbunge wetu huyu nimejifunza bajaji. Sheria ambazo nilikuwa sifahamu, sheria za barabarani nilikuwa sizielewi, lakini kupitia mafunzo ya walimu wetu darasani nimeweza kuelewa. Na wanawake wenzangu nawatia moyo na nawaambia inawezekana. Ukiamua katika maisha yako inawezekana. Tunamshukuru mbunge wetu Bakari Shingo kwa udhamini aliyotusaidia sisi vijana kutoka katika hali ya kiuchumi kutoka eneo fulani kwenda fulani.
ametusaidia sana, sio na madereva ambao tulikuwa tuishi sheria zote barabarani, kajitolea kutufundisha masomo ya darasani na ya vitendo. Hivyo basi baada ya kufanya mambo hayo, tunajitolea siku mpa bega kwa bega kuwa naye moja kwa moja kwenye kila nyadhifa mbalimbali za serikalini, na tunaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwa na moyo huo, viongozi serikalini wote kushirikiana kutusaidia sisi vijana, maana vijana wengi tulikuwa tunamaliza shule tunakaa mtaani hatuna kazi za kufanya. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Asha Rose Migiro amesema chama hicho kitaendelea kukaa na viongozi mbalimbali ili kuona ni kwa namna gani kitashughulikia swala la mabalozi wa mashina kutambuliwa rasmi kwa vitambulisho pamoja na kuwapatia bima za afya, hatua itakayowezesha mabalozi hao kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi na kwa moyo wa kujituma. Mwandishi wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Balozi Dr. Migiro amebainisha hayo Disemba 9 alipokutana na kuzungumza na mabalozi wa mashina wa wilaya za Kinondoni na Ubungo jijini Dar es Salaam mara baada ya kupokea na kusikiliza maoni yao, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya pili aliyoanza rasmi katika jiji hilo kwa lengo la kuimarisha uhai wa chama kuanzia ngazi ya chini hadi taifa. Ameeleza kuwa Chama cha Mapinduzi pia kitawekeza katika elimu na semina maalum kwa mabalozi wa mashina ili kuwajengea uwezo wa uelewa wa sera, ilani na majukumu yao ya msingi, jambo litakalowezesha chama kuendelea kuwa imara na chenye mshikamano wa kweli. Aidha, amewataka mabalozi hao kutojitenga na jamii, akisisitiza kuwa uhalali wa Chama cha Mapinduzi unatokana na ukaribu wake na wananchi pamoja na kuishi kwa utu ndani ya jamii wanazoziwakilisha. Swala la vitambulisho na bima ya afya. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi ni chama shirikishi, ni chama ambacho kinasikiliza. Baada ya kupata maoni haya, tutakaa na viongozi wenzetu wengine wote tuone ni kwa namna gani tunaweza tukashughulikia mambo haya, na ni wajibu wetu. Sisi tunakutambueni sana viongozi wetu, lakini mmeomba kutambuliwa kwa vitambulisho na mmeombwa kuthaminiwa. Kwa hakika thamani yetu kwenu ni kubwa sana. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Ubungo Profesa Kitila Mkumbo ameeleza kuwa chama tayari kimeshatafsiri maudhui ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na kuyaweka katika mpango wa kwanza wa taifa wa maendeleo wa mwaka 2025-2026. Tayari tumeshaanza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika majimbo yetu, hususan kwa kuzingatia vipaumbele, na kipaumbele cha kwanza katika majimbo yote manne, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ni swala la miundombinu ya barabara. Kwa upande wa serikali tayari tumeshatafsiri maudhui ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kuyapeleka kuwa mpango wa kwanza wa taifa wa maendeleo wa mwaka 2025-26 hadi mwaka 2030-31. Viongozi hawa wa chama ngazi zile za mashina wamekuwa msaada sana kwenye kuhakikisha pia maeneo yetu yanakuwa salama wakati wote. Ni miradi mingi ndugu Katibu Mkuu inatekelezwa. Tutasimamia miradi hii kuhakikisha inakamilika kwa haraka na kwa ubora, ili azma na kiu na hamu na malengo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha wananchi wetu wa Dar es Salaam hususani kwenye wilaya hizi mbili za Kinondoni na Ubungo wanafurahia serikali yao. Tukipewa vitambulisho vya kutambuliwa hata kwenye serikali zetu tunapokwenda watutambue, inatufaa sana. Tunaona fahari kwenye chama chetu, fahari kwenye serikali yetu, inatufanya tuonekane tuna umuhimu na si tu kwa uchaguzi peke yake. Vitambulisho tujulikane sisi wajumbe, na vile vile tupewe huduma zinazohitajika serikalini, kwa mfano bima ya afya na kadhalika. Aidha, katika kikao hicho mabalozi wa mashina wametakiwa kuhakikisha wanafanya vikao vya mara kwa mara kuelewa malengo na wajibu wao katika kuhudumia chama, pamoja na kuwa na jukwaa la kupata taarifa sahihi na kubadilishana uzoefu baina ya wanachama na wananchi.
Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Kaspa Muya amelitaka Shirika la Nyumba la Taifa NHC kufanya utafiti wa jinsi ya kujenga nyumba bora za makazi na maeneo ya kisasa ya biashara yenye gharama nafuu kwa wananchi wa kipato cha chini, kwa kuwa Watanzania wengi wanalitazama shirika hilo kama suluhisho la changamoto za ujenzi wa nyumba. Mwanahabari wetu Joseph Ndau ametuandalia taarifa zaidi na inasomwa na Recho Chacha. Naibu Waziri Mvuya ametoa kauli hiyo mkoani Tabora wakati akikagua mradi wa ujenzi wa nyumba za makazi ya biashara Tabora Commercial Complex unaotekelezwa na Shirika la Nyumba la Taifa NHC, ambapo amesisitiza matumizi ya teknolojia za kisasa ili kupunguza gharama za ujenzi na kurahisisha upatikanaji wa makazi, hususan maeneo ya mjini ambako mahitaji yanaongezeka kwa kasi. Museni wapiga kula kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ili nao waweze kumiliki nyumba katika maeneo kama haya. Hilo naombeni sana muliangalie. Alisheni miradi inayogusa wananchi wa kawaida ili waweze kupata na wao umiliki wa nyumba zinazojengwa na shirika lao pendwa. Shirika hili limejengwa baada ya uhuru tu. Tafsiri ya uhuru ionekane kwenye kazi mnazozifanya. Lakini vinginevyo mimi ninawapongeza sana kwa sababu shirika hili zaidi ya kujenga tu, lakini mna wajibu wa kuanzisha viwanda vya kuzalisha vifaa vya ujenzi. Hata hivyo, katika ziara hiyo, Naibu Waziri Mvuya ameonyesha kuridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa nyumba za makazi na biashara unaogharimu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 1.4 ambao ujenzi wake kwa sasa umefikia 55%. Jamii inayowazunguka hususan wakazi wa Tabora wafaidike na mzunguko wa fedha wa bilioni 1.4, nikimaanisha watu wanayefanya kazi hapa sio lazima watoke Dar es Salaam, watoke Kigoma, watoke wapi. Mimi naamini Tabora hii kwa maendeleo yaliyokuwepo kuna mafundi hapa. Kwa hiyo wewe NHC jitahidi kutumia mafundi wenye ujuzi, wasioharibu ubora wako, watoke kwenye maeneo hapa. Kuhakikisha tunasimamia miradi hii inatekelezwa katika hali ya ubora, lakini kubwa sana kumnufaisha mwananchi ambaye ni mkazi wa Tabora katika fursa zote ambazo zinapatikana hapa, kwa maana ya biashara kama ambavyo imesemwa, lakini pia na makazi kama ambavyo yanaonekana kukamilika kwa jengo hili yatakavyokuwa. Na kama alivyosema, sasa mimi ni rai yangu kwa wakazi wa Tabora, hii ni fursa. Mheshimiwa Naibu Waziri ameelekeza tupewe kipaumbele. Kwa hivyo na wao wasikae nyuma, wajitokeze kuhakikisha kwamba wanagombania hizi fursa ambazo ziko hapa, biashara lakini pia na makazi ambayo yako katika eneo hili yatakapokamilika, ili basi wanufaika wa kwanza wawe ni wakazi wetu wa wilaya Tabora, lakini na mkoa kwa ujumla. Mradi wa ujenzi wa nyumba za makazi na biashara Tabora Commercial Complex ulianza rasmi Machi 27, 2025 na unatazamiwa kukamilika mwezi Machi mwaka huu ili kutoa makazi bora kwa wananchi, maeneo ya kisasa ya biashara na huduma mbalimbali. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amekutana na wakuu wa shule za msingi na sekondari zilizopo ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa lengo la kuweka mikakati ya kuhakikisha msimu mpya wa masomo unaanza kwa ufanisi. Mwandishi wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa Karimjee uliopo jijini Dar es Salaam, Mpogolo amesisitiza umuhimu wa maandalizi ya mapema katika kuwapokea wanafunzi, uwepo wa miundombinu thabiti, usimamizi thabiti wa taaluma na nidhamu, pamoja na uwajibikaji kwa wakuu wa shule katika kusimamia mazingira bora ya ufundishaji na kujifunza. Unapokwenda kupokea watoto, alafu kila mmoja akatokea nyumbani kwake kwamba tunaenda kupokea watoto 70,000 wa msingi 42,000 na sekondari 34,000, alafu kila mtu anakaa nyumbani tu kwamba tunaenda kuwapokea watoto, haileti utayari mzuri. Yaani maana yake tunakwenda kumpokea mgeni, hatujakaa pamoja kwamba tunakwenda kuwapokea watoto wetu kwa namna ipi. Swala la elimu ni swala la msingi sana, ni swala letu sote. Nisimwachie mwalimu ahangaike peke yake. Ndio maana leo hii tumesema tufanye kikao cha kwetu. Sasa tunapokwenda kwenye mapokeo ya watoto, maana yake ni miundombinu. Tunaitana kwa mapokeo, maana yake mazingatio ya miundombinu. Hivyo kuitana kwa mapokeo ya watoto ni tuzungumzie uhitaji wa miundombinu ya kusapoti elimu katika maeneo yetu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam
Eliuluma Maberia amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 10 kuhakikisha wanaboresha miundombinu ya elimu katika jiji la Dar es Salaam. Maberia amesema kiasi cha shilingi bilioni 6.2 kimetengwa kujenga na kuboresha miundombinu ya upande wa elimu ya sekondari, huku kiasi cha shilingi bilioni 4.5 kikiwa kimetengwa kwa upande wa elimu ya msingi. Ni kuhakikishie Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, chini ya usimamizi wako, chini ya usimamizi wa katibu tawala wetu wa wilaya, umoja wetu kwa maana ya afisa elimu sekondari na msingi, tutakwenda kufanya vizuri. Matokeo ambayo tumeyapata kwa mwaka wa fedha uliopita, kwa mwaka wa elimu uliopita, tunaamini tutakwenda kufanya vizuri zaidi ya haya ambayo tunayaona. Ni kuhakikishie na niwahakikishie umoja ambao umekuwa ukiujenga, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tutaendelea kusimamia hilo, kwani bila ya umoja hatuwezi kufikia malengo ya serikali. Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI itaimarisha kwa kiasi kikubwa utalii tiba katika kanda ya kaskazini na mikoa jirani kufuatia kuingia mkataba wa kusimamia hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center ALMC, hususan katika huduma za uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya moyo kwa watalii wanaotembelea ukanda huo. Taarifa kutoka Arusha inasomwa na Recho Chacha. Akizungumza na waandishi wa habari katika kambi ya uchunguzi na matibabu ya magonjwa mbalimbali inayofanywa na wataalamu wa JKCI katika hospitali ya ALMC, mganga mkuu wa mkoa wa Arusha Dr. Charles Mkombachepa amesema maboresho hayo yataifanya Arusha kuwa kitovu muhimu cha utalii tiba kutokana na kuimarika kwa huduma za afya zinazokidhi mahitaji ya watalii wa ndani na nje ya nchi. Dr. Mkombachepa amesema kuimarishwa kwa huduma za afya ni nguzo muhimu katika kukuza utalii tiba, hasa kwa mkoa wa Arusha ambao hupokea idadi kubwa ya watalii wanaotembelea vivutio mbalimbali vya utalii. Kuanzishwa kwa ushirikiano huu utaboresha huduma katika mkoa, lakini utaboresha huduma hasa za utalii tiba, medical tourism. Utaimarika sana kwa sababu tunafahamu magonjwa mengi yasiyo ya kuambukiza ndio magonjwa ambayo watalii wengi wanasumbuka nayo, na wakisumbuka na magonjwa wanalazimika kusafiri kwenda Nairobi kwa ajili ya kupata hizo huduma, au wengine walazimika kwenda mpaka Dar es Salaam. Sasa unakuta huduma ni kubwa, mahitaji ni makubwa na gharama ni kubwa za usafiri kwa watu wa kawaida. Kwa upande wake mganga mkuu wa halmashauri ya jiji la Arusha Dr. Maduhu Nindwa, ambaye naye alifika katika kambi hiyo ya matibabu kuona huduma zinazotolewa, alisema ujio wa madaktari bingwa kutoka JKCI umeongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za afya pamoja na kujenga uwezo kwa wataalamu wa mkoa huo. Katika mkoa wetu wa Arusha na sisi halmashauri ya jiji la Arusha kupata wataalamu kutoka hospitali taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, yako manufaa mengi ambayo tutayapata kwa ujio wao. Moja, madaktari wetu walioko hapa halmashauri ya jiji watapata fursa ya kuja kujifunza kupitia kwa madaktari bingwa na bobezi watakaokuwa wanafanya kazi hapa, na watakapokuwa wanajifunza tutanufaika kwa wananchi moja kwa moja, kwa sababu ujuzi wao utatumika kutibu wananchi wengine ambao hawatapata fursa ya kufika hapa, kwa maana kwamba kwenye vituo vyetu kule pia watapata fursa hiyo. Kwa upande wao, wananchi waliopata nafasi ya kupima afya zao katika kambi hiyo wameeleza kuridhishwa kwao na huduma za uchunguzi na matibabu ya magonjwa mbalimbali yakiwemo ya moyo walioyapata, wakisema ujio wa JKCI umewapunguzia gharama na usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kutafuta matibabu. Mara yangu ya kwanza kufika katika kambi hii, kwa kweli huduma ya hapa nimeona ni nzuri, nimepokelewa vizuri na nimepata huduma na bado ninaendelea kupata huduma. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hayo, ila ninazidi kumwambia Mungu naomba nipate huduma nzuri. Vipimo vinavyoendelea hapa vya moyo na maradhi mengine yanayopatikana kwa binadamu, na kwa kweli nimekuja hapa mapema majira ya saa 12:30 mpaka saa hizi muda wa saa 5 hii nimeshapata vipimo vya awali vya kupima pressure, kupima uzito na kusikilizwa na madaktari wa mwanzo. Kwa sasa hivi hapa nilipo
nasubiria kitengo cha pili kwenda kuona daktari wa ndani ili waweze kuona tatizo langu likoje na kunishauri na kunipa mwongozo wa tatizo langu likoje. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.